Bana, mambo yanazidi kutisha na yanakuwa mazito sana kuhusiana na kesi ya Niffer. Lakini taarifa hii hapa ambayo tumesikia asubuhi ya leo inaleta mashaka sana kuhusiana na Niffer, na watu wengi wamepatwa huruma na kusema kumbe jambo hili lilikuwa kama utani, lakini kadiri ambavyo siku zinazidi kwenda tunakuja kugundua kwamba jambo hili hapa lipo serious sana. Jana kwa mara ya kwanza kabisa Niffer ameonekana kwa mara ya kwanza hadharani na alikuwa anahudhuria mahakamani, yeye pamoja na marafiki zake pamoja na watu wengine ambao wote hao inasemekana kwamba walihusika kula njama za uhaini. Na watu wengi wa Tanzania wanatamani kujua kwamba uhaini ni nini. Uhaini ni ile njama ambayo mtu anapanga kuiondoa serikali ambayo ipo madarakani kwa njia ya machafuko. Na inasemekana kwamba Niffer alihusika kufanya uhaini, kufanya mipango ya uhaini, na hiyo ikapelekea basi moja kwa moja Niffer kupelekwa huko polisi. Hasa leo hii kuna hapa video ambayo inasambaa sana. Video hii inamuonesha wakili na mwanasheria huyu wa Niffer anaitwa Kibatala. Sasa alikuwa anafunguka na anasema kwamba kesi hii hapa ya Niffer hukumu yake kubwa kabisa, maana yake inakuwa ni hukumu ya kifo. Kesi yoyote ya uhaini hukumu yake inakuwa ni kifo pale mtu ambapo atakutwa na hatia. Hivyo basi moja kwa moja kama Niffer kwa mfano leo hii akikutwa na hatia, basi moja kwa moja hukumu yake inakuwa ni kifo cha kunyongwa au kifo cha aina yoyote, lakini hukumu inakuwa ni kifo. Sasa Watanzania baada ya kusikia kwamba hukumu ya kesi ya uhaini ni kifo, utaona comment pale watu wengi wanasema jamani, Mungu tuamsaidie Niffer, kwa sababu hukumu hii hapa ni hukumu kubwa sana endapo Niffer atakutwa na hiyo kesi ya uhaini, yani alihusika kwa namna moja au nyingine ya kula njama za uhaini. Akikutwa na hatia hiyo, basi moja kwa moja Niffer atahukumiwa kifo. Jambo hili limeleta maswali mengi sana huko mtandaoni, na watu wengi wamepatwa na huzuni na wanasema tuzidi kumwombea Niffer, kwa sababu ukiangalia vizuri kabisa ile video na picha mbalimbali za jana, utaona Niffer alikuwa ni mtu mwenye mawazo mengi sana. Ukiangalia vizuri namna ambavyo anatembea na alikuwa anachechemea, hivyo inaonekana kabisa amechoka. Lakini pia jana hiyo kuna video moja ambayo mama yake Niffer aliposti akiwa analia kabisa, maskini. Alikuwa analia na anamuomba Mheshimiwa Rais aweze akamsamehe kwa makosa ambayo Niffer ameyafanya na vitu kama hivyo. Kiukweli familia ya Niffer sasa hivi inapitia wakati mgumu sana, na inasema kabisa kwamba Niffer ndio tegemezi kubwa kabisa kwenye familia. Sasa itakuwaje kwa mfano Niffer akihukumiwa na hilo jambo ambalo amelifanya, ambalo inasemekana kwamba amelifanya. Bana, jambo hili ni zito sana, na hii hapa kesi moja kwa moja sasa hivi imepelekwa mahakama kuu. Hilo tusubiri kwamba itakuwaje baada ya Niffer akienda huko, watafikia wapi. Lakini hadi sasa hivi wa Tanzania tukutane kwa pamoja, tuendelee kumwombea Niffer na mambo yaweza yakawe sawa kabisa. Basi moja kwa moja hapo chini andika comment yako kuhusiana na taarifa hii hapa, kwamba kama ni kweli Niffer akikutana ana hatia na kosa hili hapa la uhaini, basi moja kwa moja Niffer atahukumiwa kifo, yeye pamoja na baadhi ya marafiki zake. Bana, tukutane hapo chini, andika comment yako. Mtangazaji naitwa Hansi, na hii hapa ni channel yako pendwa kabisa inakuletea habari pamoja na story mbalimbali. Uwe na siku njema.